finali kwa kikosi, kwa kocha na mwenendo wa klabu ya Simba. Chesano, nusu finali, matumaini yaendelee kuongezeka ama waendelee kurekebisha kabla hawajawaza hilo? Simba kucheza tu nusu finali ya ligi ya mabingwa msimu huu inawezekana, lakini watatakiwa wa sacrifice kadri wanavyoweza. Wanatakiwa wafanye kazi ya ziada ili waweze kufika nusu finali. Na mimi naamini kwa kikosi walichonacho Simba bado kinatengenezwa. Ni kikosi ambacho ukiangalia kiuhalisia bado hakijawa na muunganiko. Tafsiri yake ni kwamba huyu mwalimu ambaye wako naye sasa hivi Pantev ni mwalimu ambaye naamini atahitaji muda kuisuka hii timu ili iweze kuwa imara, ili aweze kuwa na timu yenye kushindana katika kila hali. Usisahau ni Simba hii ambayo mashabiki wanaaminishwa inaweza kugombea ubingwa wa ligi. Ndio. Ni Simba hii wanaaminishwa inatakiwa kugombea ubingwa wa FA. Ni Simba hii wanaaminishwa inatakiwa ifike hatua nusu finali ligi ya mabingwa. Kiuhalisia wanahitaji kuwa na sacrifice kubwa sana. Msimu uliopita Simba kutoka kuwa kwenye timu ambayo ilikuwa na uwezekano wa kushinda treble mpaka ikaenda kumaliza msimu ikiwa trophyless. Bila. Walikuwa kwenye resi za ubingwa, wakapoteza dakika za mwisho. Walikuwa wako finali ya kombe la shirikisho, wakapoteza ubingwa. Walikuwa wako kwenye FA, wakatolewa nusu finali. Na kama mnakumbuka ilikuwa ni mtiririko wa hayo matukio. Yani walitoka kupoteza finali, wakaenda wakacheza nusu finali ya kombe la FA, wakapoteza dhidi ya Singida. Wakaja kwenye ligi wakamalizia pia wakapoteza ubingwa. Kwa hiyo ilikuwa msimu unaanza mpaka unakwenda mwishoni, Simba walikuwa wako kwenye potential ya kushinda treble, makombe matatu, kombe la FA pamoja na kombe la shirikisho. Lakini mpaka msimu unaenda kutamatika wakajikuta wamepoteza kombe la shirikisho, likafuata kombe la FA, nusu finali wakawa knocked out na Singida, ikaja kamalizikia ligi wakala kipondo dhidi ya Young Africans. Tafsiri yake ni kwamba kuitengeneza Simba imara sio jambo jepesi yani. Kwa sababu kama msimu uliopita tu Fad Davis alisuka timu ndani ya msimu mmoja, ikaonekana na uwezo wa kushinda makombe yote matatu na ikapoteza kila kitu ndani ya wiki chache. Hata huyu Pantev anayo nafasi ya kuifanya Simba ishinde mataji hayo, isipokuwa watahitaji kuwa na sacrifice. Viongozi wasimuingilie mwalimu kwenye kumpangia chochote. Kama wanataka wampime mwalimu aliyenaye anatosha au atoshi. Najua viongozi wa timu hizi za Simba na Yanga huwa kuna namna wanajua wanafanya ili washinde ubingwa wa ligi, ila mipango ya kushinda mechi za kimataifa huwa ndio huko wanajiona hawajaiva. Huko ndio huwa wanawapima makocha. Kwa hiyo huyu Pantev wamuache afanye kazi, isuke Simba na wawe wa kweli. Wawaambie mashabiki. Kwa mfano mimi leo hii ningekuwa kwenye kiti alichokalia Mzee Mangungu, ningekuwa kwenye kiti ambacho anakalia Crescensus Magori, ndio ningewaambia mashabiki ukweli kwamba ila sio Ahmed Ally. Nasemaje? Watu wenye sauti ya maamuzi. Ahmed Ally sauti yake mfukuzi kocha Sheikh. Mangungu na Magori ni watu ambao wakiamua kusema leo kocha aende, anaenda. Kwa hawa ndio waambie mashabiki wa Simba ukweli kwamba timu yetu bado inatengenezwa iwe na muunganiko. Tumesha tengeneza timu kwa kutafuta wachezaji wazuri. Sasa kwa watumia wachezaji wazuri kutengeneza muunganiko, timu yetu icheze kitimu, hilo ni jambo jingine. Ndio maana tumemleta Pantev. Kwa hiyo lazima wawaambie ukweli mashabiki. Kiwango cha matarajio kipungue. Inawezekana kweli targeti zao ni kufika nusu finali ya ligi ya mabingwa, lakini waangalie kwa kadri muda utakavyokuwa unakwenda, timu yao itakuwa inawapa huu muonekano wa timu inaweza kufika nusu finali ya ligi ya mabingwa. Kadri muda utakavyokwenda waione mashabiki timu yao kweli ni timu inaweza kwenda kushinda ubingwa wa ligi. Kadri muda utakavyokuwa unakwenda waione hii timu inaweza kwenda kushinda ubingwa wa FA. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, viongozi wa Simba, mwenyekiti wa bodi wa wakurugenzi Magori, mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza Mangungu, wawe wa kweli kwa mashabiki zao na wanachama. Kwa mwenendo wa timu itakavyokuwa inakwenda,
wawaambie ukweli kwamba hii ni timu ambayo tuna uwezo wa kwenda kushinda makombe yote hapa nyumbani na kufika nusu finali ya ligi ya mabingwa. Sasa kwenye promotion otherwise wao wanawaambia ukweli mashabiki, bwana, timu inavyokwenda hii, yani amna tunabidi tupambane sana kuipata robo finali ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo malengo yaanzie chini kidogo. Yani mimi kwa maoni yangu wanapaswa kuwaambia mashabiki ukweli. Haya maneno ya Ahmed mara kadhaa yamekuwa yakigeuka kuwa shubiri kwa mashabiki wa Simba. Huwa kuna nyakati anawaaminisha Simba yao ni kama LFC Barcelona hivi, alafu ikiingia uwanjani inachokicheza unaiona ni mandonga huyu hapa. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi, Simba Sports Club ili ifanye vizuri wanatakiwa kuanza kuambiana ukweli. Waambiane kwamba jamani, timu yetu ilipoteana. Sasa hivi msimu uliopita tumeitengeneza timu kwa asilimia kadhaa. Tukajiona tuna mapungufu, tunahitaji maboresho. Tuliona hatutakuwa na striker mzuri, tukampunguza Ateba, tukaleta Soa. Tulipunguza huyu Mavambo, tukaleta Kante. Tulipunguza huyu mchezaji aliyekuwa anacheza kushoto Valentin Noma, sasa tumeleta Mligo. Sasa tumeleta Nabi Kamara. Kwa hiyo wawaambie mashabiki ukweli. Dhumuni la kuleta hili kundi la wachezaji wapya msimu huu ni kuja kuanza kuunda huo muunganiko wa timu. Simba sasa hivi ni kama nyumba. Msimu uliopita walishaleta matofali. Sasa wamemleta Mwasha, fundi wa kuja kupanga yale matofali yaungane vizuri ili nyumba isimame. Kwa hiyo lazima kwenye kipindi kama hicho, kuna kipindi utaambiwa bwana, umeshajenga, mwagia maji, acha kwanza usiendelee kujenga. Vitu viungane, vishikamane, utengeneze bondi. Ndicho Simba wanachotakiwa kukifanya. Kwa hiyo mashabiki waambiwa ukweli kwamba jamani, tuko kwenye mashindano na ndio timu inatakiwa changanyie humo, na ndio maana mimi sasa hivi mwanzo mzuri walioanza nao kwenye ligi. Wasingekuwa na mwanzo mzuri kwenye ligi, hali yao ingesha chafuka. Yaani Pantev angekuja anaanza kuuliza kila kitu kimoja kwa jamani, chepeo liko wapi? Mfuko wa simenti uko wapi? Angeanza yeye kuanza kupaka. Sasa hivi kakuta watu wameshaanza kuchanganya zege yani. Kwa hiyo kazi ya kwake yeye ni kuhakikisha haya matofali yaliyoletwa msimu huu yanashikamana na matofali yaliokuwepo msimu uliopita. Wachezaji waungane ndio patikane Simba imara. Pasina kuwa na muunganiko kwenye timu, hata uwe na wachezaji bora kiasi gani, hautoona matokeo yao, kwa sababu kila mmoja atacheza kwa ajili yake yeye ili asionekane kwamba usajili wake ulikuwa magumashi. Badala yake inatakiwa timu ikiwa na muunganiko, wachezaji wacheze, uione timu ikicheza kitimu. Na ndiyo hiki ambacho sasa hivi hata kule Jangwani kinawaliza. Jangwani misimu miwili mitatu iliyopita walikuwa wanaona wanacheza kitimu. Sasa hivi Jangwani ukienda wanakwambia wanacheza timu inapata matokeo, lakini muda mwingi wanaona kuna mtu anacheza mmoja mmoja, sio kitimu. Ndio tatizo lilomkuta bwana Roman Falls. Kwa hiyo kwa Simba mimi nina imani wana uwezo wa kufanya vizuri sana msimu huu, lakini cha kwanza lazima viongozi wajue ni namna gani watampa ushirikiano mwalimu. Wasimuingilie meneja mkuu. Yaani leo mwalimu akisema bwana sitaki acheze Kibu, viongozi watulie. Akiwaambia leo sitaki acheze au acheze Morris Abraham, wamwamini mwalimu na wamsikilize. Hata matokeo yakienda tofauti. Hata matokeo yakiwa tofauti. Hichi ni kipindi ambacho Simba wanaitengeneza timu mpya itakayokuja kuwa imara. Haiwezekani kila siku huko unafukuza makocha, wanaleta makocha wapya. Eti mimi niamini kwamba makocha ndio wana matatizo. Yaani tusawa, Robertinho alikula 5, alikuja Benchika, amekuja kocha mwingine Fadlu, yaani amekuja huyu Pantev. Wao wote wa makocha wabovu yani. Kwa hiyo Simba yani huku kwingine ndo kuzima makocha ndo wabovu. Mimi siwezi kuamini. Kwa hiyo mimi naamini Simba timu yao imefanya vizuri kuwa na mwanzo mzuri sasa hivi. Kocha amekuta yuko kwenye track nzuri na mechi 2 za ligi imeshinda zote. Kwenye Champions League wameshinda 1, wametoa sare mechi 1. Bado Simba wako kwenye mwenendo mzuri, wameanza vizuri. Kwa hiyo mwalimu ana jukumu la kuisuka timu sasa hivi na viongozi wampe ushirikiano. Okay. Viongozi wamkinge kocha na pressure kutoka nje ya timu. Bwana, tayari ni dakika 20 na walionayo kuna possibility ya chemistry yao kuwahi kukaa vizuri, muunganiko wao. Bahati mbaya sana reaction yoyote utakayozungumza sasa hivi lazima mtaje Fadlu Davids, kwa sababu yeye ndo alikuwa na timu kule nchini Misri kwenye pre-season. Lakini zaidi kwa sababu
Simba walisajili kundi la wachezaji wengi ambao kwa wachache ambao wamepata nafasi wameonyesha uwezo mzuri tu, lakini challenge tuliobakiwa nayo ni namna gani ambavyo wanaweza kacheza kwa pamoja as a team ama kama kundi, kutoka kwenye uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kwenda kwa timu kwa ujumla. Ukiwa na wachezaji wa level ya kimataifa, bahati nzuri kwa Simba hawajafumua sana kikosi chao cha msimu uliopita. Wanacho kwa asilimia kubwa, nafikiri ambaye ameondoka ambaye alikuwa kikosi cha kwanza ni Mohamed Hussein na Fabrice Luamba Ngoma peke yake. The rest ni wale ambao walikuwepo msimu uliopita na wana uwezo wa kuendelea kuonesha talanta zao na ubora wao kwa ajili ya klabu ya Simba. Kitu pekee ambacho mwalimu anaweza kawa na atahitaji kiona kwanza ni ubora wa mchezaji mmoja mmoja, ili atengeneze timu ambayo inaweza kaji kaleta reaction nzuri kuelekea kwenye msimu huu ambao wapo kwenye mashindano. Na wakati namsikiliza Ahmed, nilikuwa namsikiliza anavyosema ana imani na mwalimu Pantev, na mimi kama Upete na imani kubwa na mwalimu Pantev. Wewe umeongeza sio imani tu, una imani kubwa. Yes, sijamuona tu kwenye hizo mechi mbili kama ambavyo labda watu wengine walikuwa wanamuona. Mimi nilishaanza kumfuatilia tangu siku nyingi tu, wakati ambao alikuwa akihusishwa na kwenda kuifundisha timu ile ya Esperance, timu ya Etoile du Sahel ya pale nchini Tunisia. Wakati anahusishwa nayo, nilijipa muda wa kwanza kumfuatilia namna gani ambavyo anaweza kawa ni mwalimu mzuri kiasi cha Etoile du Sahel, kumtaka akaenda kairudisha timu ile ambayo imepoteza makali yake. Na baada ya pale niliona kwamba kuna progress ambayo anaifanya. Binafsi na imani kubwa na kila ambacho mwalimu Pantev anakwenda kufanya. Changamoto pekee ambayo atakabiliwa nayo ama ambayo sijui Simba watamsaidiaje kufikia malengo ni kila alichokiona Hemed Morocco ndani ya siku 3. Hemed Morocco hajakaa Simba wala hata kwa miezi miwili. Ndani ya siku 3 just a week hivi, kwa sababu alishiriki kwenye mazoezi ya kuelekea mechi ya ligi afa akashiriki na kimataifa. Ndani ya hizo siku 3 mpaka 4 alizokaa na timu, tayari amegundua kwamba kwenye timu hakupo sawa. Yani Hemed Morocco amekaa na timu siku 3, 4, 5, ameshagundua kwamba kuna vitu haviko sawa. Tena kwenye anasema wakiwa wamoja, means kuna makundi ambayo yeye aliyaona ambayo pengine kwa fikra zake yanaweza kukwamisha ndoto za Simba. Na Simba wanazungumza nusu finali. It's a target ya muda wao wote ambao wamekuepo kwenye soka la ushindani. Lakini mazingira ya kufika nusu finali, nini tafsiri yake? Tafsiri rahisi ni kwamba utakutana na mmoja kati ya vigogo ambao watakuepo kwenye hii michuano. Na ili uweze kukutana na huyo kigogo, lazima umtoe ili uende kwenye hatua ya nusu finali. Kwa sababu ligi ya mabingwa barani Afrika kwa inavyofahamika, yani wewe kwenda robo finali sio kesi ngumu kama kutoka robo kwenda kwenye stage zinazofuata. Sio, unanifahamu? Makundi unashinda za kwako 3, unapata 9, unatafuta kasare kamoja, pengine unatafuta sare moja, unaenda. Ukiwa na 9 ni mara chache, very rare ukashindwa kuqualify, kwa sababu hata Yanga msimu alio qualify alikuwa na alama 8, na msimu uliopita alihitaji alama moja tu kutoka zile alama 8 awe na alama 9 ili aqualify kwenda kwenye hatua inayofuata. Ndio maana nasema ukishafikisha alama 9 ni mara chache sana barani Afrika usifuzu kwenda kwenye hatua inayofuata. Ni mara chache mno, labda ilo kundi liwe limevurugwa kwenye mazingira ambayo haliwezi kunani. Sasa nini kutoka robo final? Kwa nini ngumu? Ni kwa sababu zile 8 bora ni either utakutana na Al Ahly, either utakutana na Mamelodi, either utakutana na Esperance de Tunis, either utakutana na Pyramids, either utakutana na timu nyingine za Afrika Kusini ama wale wa Angola, Petro de Luanda, ama utakutana na timu za mizania hiyo, AS FAR Rabat, sijui kina Raja Casablanca, kina nani. Ndio hapo ambapo huwa panaanza kuleta mushkeli, kwa sababu wale kuondoa hauhitaji kucheza kama approach ya makundi. Hapo nashinda bao moja, kule kwake ukifungwa 3 kinacho count pale ni alama. Lakini hapa kwenye robo finali aggregate ndio msingi wa kila kitu, na ndio maana imekuwa ngumu. Na hata mpaka kesho na kesho kutwa mimi bado nitasubiri sana kuona timu ya Tanzania ikifanya kazi nzuri, ama ikiwatoa hawa kina Esperance, sijui kina Al Ahly, kina nani kwenye hatua hizo za mtoano, kwa sababu
mara nyingi tunacheza mtoano kama tunavyocheza makundi. Unaweza kushangaa hapa nakuja mfunga moja, timu inapumzika. Ukifika kule wao wanakufunga moja, mnaenda matuta wanakutoa, ndo ile tunabaki ilibaki hivi tu kiume. Haiwezi kuwa kiume kila siku, lazima utafute njia. Asante. Na huku YouTube tayari mambo yamenoga. Poleni kwa wale ndugu zetu ambao tulikawia kidogo kuanza hapa, wakaanza kulalamika vipi bwana leo YouTube huko. Tayari tupo live hapo YouTube. Nenda andika Bongo TZ FM, utaiona pale Simba ya Pantev inataka ubingwa, Ahmed Ally atema cheche, kocha mpya Yanga aaga kwao. Hiyo ukiona namna hiyo Isa Suleiman, ukiona hivyo ujue ndio hapo ingia, alafu sikilizia hapo kwenye show kubwa ya kimichezo bao la asubuhi. Nimekuona tayari ukina kwa namna ambavyo Simba ni kama vile bado haijajipata 100% kwa sababu ndo wachezaji wengi wapya, wachezaji wengine wapya wengi, na timu ilikuwa bado haijafika kwenye ile click yake ya 100%. Hata kocha aliondoka alizungumza, kuna kitu bado hakijakaa katika 100% yao. Malengo aliyojiwekea ni makubwa, au ndo ile kwamba think big, yani jiwekee matarajio makubwa, dream big. Dream big, yani kwamba jiwekee malengo makubwa, ota ndoto kubwa kwa ligi, kwa mashindano ya ndani. Hayo sio malengo ya makubwa. Kwa klabu ya Simba ni malengo ambayo ndio stahiki yao. Yani Simba kila msimu unavyoanza lazima afikirie kutoa ubingwa wa ligi na kutoa ubingwa wa FA. Na Simba akimaliza msimu hajachukua ligi wala hajachukua FA, huo msimu anakuwa amefeli. Kwa hiyo tafsiri rahisi, katika misimu 4 ambayo Simba hajachukua ligi wala FA, hiyo ni misimu ambayo Simba alifeli. Kwa hiyo kwa hiki ambacho wanakiota wao cha kuchukua ubingwa wa ligi na kuchukua ubingwa wa FA ni sehemu ya maisha yao na ndio inavyotakiwa kuwa. Ukija kwenye CAF Champions League, mara nyingi Simba wamekuwa wakiishia hatua ya robo finali, na kama wanataka kufika hatua ya nusu finali, mimi sioni kama itakuwa ni kudream big. Yani it's not kudream big, kwa sababu tayari Simba wameshafika hatua moja nyuma kabla ya finali. Yani ni sawa wewe unatakiwa kupata milioni 10, lakini mara nyingi unapata milioni 7-8. Kwa hiyo una gap dogo tu la milioni 2 ili kufikisha target yako ya 10 million. So unatakiwa kuwa tu na plani nzuri ili uweze kufikia yale malengo ambayo unatakiwa. Kwa hiyo wange dream ubingwa wa CAF Champions League, hapo kweli ningeona wame dream big. Lakini kwa nusu finali, sehemu ambayo msimu uliopita wamefika hatua ya finali ya CAF Confederation, na safari hii wanatamani kufika nusu finali ya CAF Champions League, naamini sio kuota ndoto kubwa, wanaweza wakafanikiwa. Lakini kama hawatofika sitowadai. Yani wewe umeshawatengenezea excuse. Yani kama hawatofika sitowadai, kwa sababu nusu finali sio rahisi. Kuna majanti wako kule, kuna timu ambazo zimeizidi kila kitu Simba, ambazo wao ndo imekuwa ni kawaida yao kufika kule. Klabu kama Esperance Sportive de Tunis, lakini Mamelodi Sundowns jana msimu uliopita amefika finali. Yupo Al Ahly amefika nusu finali msimu uliopita. Yupo Pyramids ambaye ndiye bingwa. Ukiziangalia hizo timu zimeizidi Simba kila kitu, wachezaji, lakini pia namna ambavyo wameinvest kwenye mabenchi ya ufundi, na timu ambazo zimefanya vizuri katika misimu ya hivi karibuni. Simba kazidiwa. Kwa hiyo kama hatofika nusu finali, sawa, it's okay kwa sababu ya ushindani ambao watakutana nao. Lakini yeye kutamani au kuwa na malengo ya kufika nusu finali, sio kuota ndoto kubwa, kwa sababu tayari kashafika robo finali mara 6 ambazo sasa hapo unazungumzia historia. Lakini Nation historia actuality sasa hivi na ile ya kufika robo mara nyingi iliyopita unaionaje? Sasa wanapata experience Peter. Yani unavyofika robo, kwa mfano kuna msimu wa kwanza Simba anafika robo, sawa, alikutana na TP Mazembe akatoka 1-1 Dar es Salaam. Nakumbuka John Boko, ile game ilitoka draw hapa Dar. Boko alikosaga penalty, wakaenda kule wakachezea chuma 4, sawa. Lakini kuna msimu wao wa mwisho, nakumbuka robo finali yao ya mwisho ya Simba wamecheza kwenye CAF Champions League, wametolewa nakumbuka alikuwa ni Wydad yule.
No, alikuwa ni kati ya Wydad au Al Ahly. Simba ndo wamecheza na hawakutolewa hivyo kama ile ya mwanzo ambao walipigwa 4 na Mazembe. Kuna mechi ambao wamecheza hapa wametolewa kwa penalty kama utakumbuka, na Wydad robo finali ya mwisho. Ya kwanza aggregate ilikuwa wamepigwa chuma 4 ugenini na Mazembe. Lakini ya pili robo finali ya mwisho wametoka sare, wameshinda 1-0, wakafungwa 1-0, wakaenda kwenye penalty. Kwa hiyo utagundua kwamba kuna progress iko hapo. Robo finali ya kwanza na robo finali ya mwisho. Kwa experience sio historia tu, yani ni experience ambayo wanaipata na wanajifunza kila ambapo wanakwenda. Kwa hiyo kwangu mimi naamini hizi robo finali ambazo wamefika huko nyuma zina maana kubwa sana kwa wao kuelekea kwenye hatua ufundi na nini. Lakini mimi siamini kama Simba inaweza kufika kwenye kilele cha mafanikio ya malengo aliyojiwekea ya nusu finali ya ligi ya mabingwa yote katika msimu na kuchukua mataji yote ya ndani. Malengo yote aliyojiwekea kama viongozi wao hawatashikamana. Mimi naamini ni muda sahihi kwa viongozi wa Simba wote wawe na interest moja. Shida iliyopo Simba inaonekana kama kuna makundi ambayo yana interest tofauti ambazo zote zinajificha kwenye malengo ya kutaka Simba ifanikiwe. Lakini wanafikaje kwenye mafanikio? Kila upande una namna ambavyo unafanya vitu, na mbaya zaidi ni kwamba upande mmoja unapigishwa shoti, mwingine unacheka yani usajili wao. Kwa hiyo mimi kwangu naamini viongozi wa Simba ili timu yao waone inafikia mafanikio waliojiwekea kwenye malengo yao, lazima washikamane na wawe kitu kimoja. Lakini kama kutakuwa na matabaka ndani kwa ndani, kutakuwa na makundi, basi maana yake interest itakuwa tofauti. Kama watakuwa wana interest tofauti, tafsiri yake malengo hayawezi kukamilika, kwa sababu inawezekana ukiwauliza watu wa pande zote mbili, kwa mwekezaji na upande wa Mangungu huku, wote watakwambia tunataka tuone Simba inafanya vizuri na inashinda mataji na nini. Lakini uhalisia kuna motives ziko nyuma ya hayo malengo, kutokana na kila upande una interest ya aina gani. Tafsiri yake ni kwamba kila upande utakuwa unajifichia kwenye kivuli cha kusema tunataka tufanikishe klabu ifanye vizuri, lakini nyuma ya pazia ina vitu inavifanya kwa ajili ya interest zake wenyewe, jambo ambalo kwangu mimi sioni kama lina afya kwenye klabu ya Simba, kwa sababu mwisho wa siku watarudi watanyoshana tena vidole. Na ndio maana mimi naamini kama wanataka wahakikishe malengo yao yanatimia kama walivyojiwekea, basi hakuna shaka watu wote wanatakiwa kuwa na interest moja, motives ziweza kufanana. Isije kuwa kuna mtu pale anataka Simba ifanye vizuri ili aendelee kukaa madarakani kwa muda mrefu. Isitokee pale kuna motives, kuna mtu anataka aonekane bora kuliko mwenzie. Kwa hiyo kuna baadhi ya sajili anazifanya ili yeye aonekane amefanya kitu cha msingi kuliko upande mwingine. Mimi naamini upande wa mwekezaji na upande wa chairman Mangungu hawako pale kwa ajili ya kushindana wenyewe kwa wenyewe. Wao wako kwa ajili ya kukaa pale kuiandaa timu ambayo ina uwezo wa kwenda kushindana na timu yoyote ambayo inapita kwenye njia yake. Chisano pamoja na Lugendo kwenye scenario kama alizungumza Chisano, mimi nitolee mfano wa taasisi ama wa kampuni. Unaona wale watu wanaoondolewa kwenye taasisi, yani inafika tu sehemu taasisi naamua kuanza na watu wengine, sijui unanifahamu, wewe mwingine kaa kwanza pembeni, na alafu wale wapya wakachanganyikana na wengine wa zamani kwenye taasisi ambayo mfumo wake wa uongozi una pande 2 mpaka 3, sijui unanifahamu. Ogopa sana sehemu ambayo watu wanaoondoka wanasema ngoja tuone watakapoishia, sisi tulikuwepo pale, sisi ni muhimu sana, sijui unanifahamu. Kwenye mazingira ya namna hiyo, hata wale waliokuwepo ndani mfumo wa uongozi wa wenye hisa fulani ukawa unasema bwana na wao wamekuwa na mambo mengi, ngoja tuone. Na huyu mwingine ambaye ana hisa pia, ana hisa zake na share zake, na yeye akawa anasema kwamba tutaenda tu, lakini kuna nguvu mbili mpaka 3 ambazo zimekaa pembeni zinasema ngoja tuone.
absolute ni ngumu sana kufanikiwa. Mimi mashaka yangu ni ile kauli ya Hemedi Morocco. Ya wakiwa wamoja. Sawa, bwana, wewe unazungumza vipi hapo YouTube? Nimekuona Alima Mkacha, nimekuona pia wewe Fatuma Mganga. Unasema Chisano Upete, karibuni sana Simanjiro kuja kuchambua. Kwa hapa wachambui vizuri, waje wachambulie huko Simanjiro. Sawa, hamna shida. Lakini Dickson Junior pia anasema tatizo mpira wa Bongo una siasa sana. Siasa za